Leo bwana ameni request mshikaji wetu anaitwa Ali. Ali, unapoa wapi? Buguruni? Nipo Buguruni. Panaitwaje Buguruni wapi? Buguruni kwa Madenge. Buguruni kwa Madenge. Yeah. Nikakwambia bwana, mimi Buguruni nayojua mimi Buguruni kwa Malapa. Kwa Wahaya. Kwa Wahaya. Ndio. Na Buguruni gani nyingine? Kuna mimi nazisikia zaidi. Kuna Ghana, kuna Liamza, kuna Malapa, kuna kwa Madenge. Umeona bwana. Bwana Ali, moja kati ya misha ambazo umeniambia kwamba unazipiga ni pamoja na of course kwenye kujitafuta mjini. Yeah. Mambo mengi yanatokea. Sasa. Lakini moja wapo ambalo wewe unalifanya wewe katika kujitafutia kipato ni kwenye shughuli za kuchimba makaburi. Yeah. Niambie kidogo kwanza kuhusiana na hiyo biashara imekaaje mjini mnafanyaje? Sasa hivi tujue hata gharama ya kuchimba kaburi sasa hivi, kwa mfano unachaji kiasi gani, unachimba mwenyewe ama unachimba na washikaji na vitu kama hivyo? Kazi inapokuwa inatokea kutokana tayari washajulikana bana, mtu fulani ukimwona hapa jambo hili limekwisha. Sasa anapokuwa ananitafuta bana, kuna 1 2 3, ubinadamu unatakiwa usiweke kwanza hela mbele. Okay. Ubinadamu unatakiwa. Lakini hela nayo hela muhimu. Maana ile si ndo kazi yako ile. Ndio kuweka mjini. Ila sasa unabidi unamuangalia kwa sababu hata kipindi unapokuwa unataka kuchukua kitu fulani unabidi unaangalia hiki vipi kinaniridhisha machoni mwako. Maana hata mteja na tunachukulia mteja, je, mteja huyu nikimpiga hivi ataingia au mteja huyu nikimpiga hivi inakuwa vipi? Japokuwa Mungu atusamee kama unamuona wacheza majeneza wanaombea kifo na wao wapate riziki. Kwa hiyo na sisi tunaangalia uzuri wake katika tabaka tunaoishi, tunajuana. Bana mtu fulani kwa maana hiyo inapotokea riziki unabidi ukae nao chini mnapanga. Kwa hiyo unachoniambia Ali, hakuna bei maalum. Yaani nyewe mnamwangalia tu. Tunamwangalia kujaje, amevaaje au familia labda mnaijua tunaifahamu. Kwa pale kuna mazingira fulani. Lakini inaweza kucheza kati ya ngapi mpaka sasa mpaka ngapi sasa hivi? Unakuta kwenye kuchimba ile zoezi la kuchimba. Maana ni futi 6. Sasa pale unakuta vipi? Unaweza kukuta ya Waislamu au ya Wakristo. Ndio. Kwa hiyo pale tukija katika ubazi ule unaangaa kama nilivyokuambia, unaweza kasha bwana nipeni 100. Bwana ndugu yetu bwana, hali yetu sisi bwana 1 2 3 bwana, sisi wenyewe bado kuna vipengele vina hivi. Basi sio mbaya, tupeni hata 70 au 80. Kwa hiyo mnafikiana, mshafikiana pale mkubaliana, basi na mimi najua nimchukue mwanangu nani. Okay. Tuenze kule bwana, sasa labda tukuzika saa 7. Haina shida, basi sisi mida saa 4 saa 5 tushafika kule. Tunaandaa mazingira yetu fresh, tunachimba. Tukimaliza tunawaambia. Najua hali kwenye namna ambavyo kaburi linakaa. Kuna tofauti ya kaburi la Mkristo na Muislamu. Unataka kuniambia pia kwenye uchimbaji kuna utofauti wa ugumu wa kazi, na hivyo kuna utofauti pia wa bei au ni kitu kile kile? Kitu kile kile, japokuwa uzikaji wa Kikristo na Uislamu ni utofauti. Yes. Kwa sababu wa Kiislamu kuna mwana ndani unapochimba unabidi tena unaingia. Kwa zile na Kikristo unakuta ni peni inaingia, ila kidogo inateke ingie kidogo chini, kwa sababu unajua wenzetu wanapokuwa wanazika masanduku nini kwa kidogo. Ipi ambayo bei yake inakuwa kubwa zaidi kwenye kuchimba? Yaani aina gani ya nani ambayo mnamchaji zaidi katika kuchimba? Yaani kwa mfano kaja mteja Mkristo, manake litachimbwa la Kikristo, na familia ya Kiislamu litachimbwa lilo la Kiislamu. Kuna utofauti wa bei? Utofauti wa bei upo kutokana na vipi? Wakristo kama Wakristo waga tunachukuliaga sio kwamba hawana mambo mengi, ila wapendaji ile kulialia vitu. Bwana hapa sisi tunataka kitu fulani. Bwana hivi na hivi, basi fast bwana, tata halina mambo mengi, imepita. Na katika upande wa Kiislamu unaweza kumwambia bei kama ile ya Kikristo, ila kutokana hali ipo bwana ndugu yetu hivi na hivi. Sasa sijajua kile kitu tumuomba vipi katika baadhi dini hizo mbili. Umeona bwana, changamoto upo. Mimi hapo sijakuelewa vizuri. Yaani hebu nifafanulie vizuri hali nielewe. Wewe ni Muislamu, sio? Hebu iweke vizuri hiyo niipate vizuri. Katika ugumu wa kuchimba ndio upo ule. Kwa hiyo hakuna utofauti kwenye ukubwa wa kazi. Ukubwa wa namna tofauti.
ila sasa unaangalia huu utajiri wako yupo vipi. Umeona bwana? Kwa mwingine unaweza kukuta bwana 50 70 unafanya kazi. Bwana hii shughuli kidogo bwana inakuwaje? Bwana hapa bwana tuongezee bwana kiasi. Unagoma kwa sababu unajua jinsi ya kumchingisha mtu. Kwa hiyo mimi kama nimekuelewa vizuri hali, sio sana swala la dini, ni zaidi swala la ile familia kipato chake kikoje. Nimeshakuelewa. Kwa sababu maana yake ni mimi pia naitazama katika picha tofauti. Sio kwamba pia tu kwamba mnabagua kwamba mnampiga mtu. Kinyume chake pia ni kweli kwamba maana yake kuna mtu mnamuona kwamba bwana huyu hali yake sio nzuri, tumsaidie maji mazishi yaende. Ila akija yule ambaye amekaa vizuri nasema na sisi hapa kidogo tupate kipato. Na mimi shida zangu zimalizikia hapa. Umeona bwana? Kwa hiyo hamna bei maalum. Hakuna bei maalum. Bei ni maelewano. Kama ameshakuja bwana, bwana mwenzangu hivi na hivi. Muda mwingine kazi nakamatia mimi. Napatana nao na kuna mwingine anapatana na mshirika mwenzangu. Anakushtua wewe. Kwa hiyo inategemea kazi imeingia mkononi mwa nani. Umeona? Kama kazi imeingia mkononi mwangu mimi naona hapa kidogo kuna umate basi hamna hata kama 150 170. Umeona bwana, lakini haizidigi huko kwenye shughuli zetu hizi mjini hali. Ukiwa labda unazungumza na mtu na nini, ni kawaida kumwambia shughuli ambayo unaifanya. Wewe unajisikia fahari kusema bwana mimi katika sehemu ya shughuli zangu ni pamoja na kuchimba makaburi, au hiyo ukiingia mtaani hiyo unaficha hiyo? Ile ipo kimtaa, inajulikanika. Bwana hali kazi zake ni swala kama hilo likitokea, kwa sababu lile sio kwamba kila siku linatokea. Sawa? Ikitokea emergency bwana, hapa mkimwona mtu fulani ile jambo limekwisha, basi nakuja na save lile swala. Umeona bwana, hata kama siku labda mazishi yashafanyika inahitajika kujengewa, nitafuta naenda najengea, kama Kiislamu kama Kikristo, kama itakuwa tailizi miundo yoyote najenga. Na inategemea wao wenyewe wanapotaka. Na mara nyingi unachimba makaburi ya wapi? Ni huko Buguruni? Buguruni kwa Bugude kule Vingunguti mpaka hapa Malapa. Inategemea mazishi yao wanataka kwenda kufanyia wapi. Kuna watu ali wanajiuliza, wanasema bwana hivi hayo makaburi ya hayajai bwana. Naona jiuliza swali kama hilo. Mimi kwa sababu mimi yani kwa mfano mimi nimekuja hapa Dar. Sasa naweza kuwa baki nimekuja nikiwa mdogo. Naweza kuwa na zaidi ya miaka labda 25 tangu nimekuja hapa. Sijawahi kuisikia Kinondoni makaburi imejaa. Mpaka kesho watu wanazika pale. Sasa watu wanajiuliza, na makaburi mengi pia ya Dar yako hivyo, yale ya zamani yale. Of course kuna makaburi mapya lakini hapo mengi ya zamani hujasikia yamejaa. Sasa nikuulize hali, kwa sababu wewe unachimba vipi hali? Au kuna time mkichimba namna gani vipi? Mnaangalia kushoto kulia hakuna mtu? Ndio kama nilikuwa nakwambia kuna changamoto kwenye kazi. Umeona bwana? Yaani muda mwingine unakuta sehemu isharudiwa zaidi ya mara 4 au mara 5. Tena ninapokuambia hivyo unakuta muda mwingine unakutana na vitu ambavyo moyoni unasema dada nitafanyaje? Naji mkono uende kinywani. Na ukishatoka hapo unabidi kuna sehemu pia tunaingia kwa wazee wetu. Mababu labda unajua wataalamu maji kidogo kuna upepo sometime. Unaweza kaona kupata unajisikia na kama unakupo kidogo mwepesi zaidi. Ile kidogo kwa sababu unakutana na vitu vingi. Unakuta mtu mwenyewe unamfukua kabla mwenyewe hajalizika, kwa sababu mtu aliofariki nafsi ndo hatuna nini, mwili hatunao, lakini nafsi ipo. Kwa unakuta muda mwingine changamoto mpaka usiku unapokuwa unalala. Umeona bwana, kuna vitu fulani unawezeka, lakini sasa ukishajua tukio ulilofanya unakuwa unajua tayari kabisa mimi hiki kitu gani kinachonitesa. Unabidi unakimbia kama kidogo nyumbani bwana, kuna 1 2 3 unaambia wazee wazee bwana hivi basi fanya hivi, kwa sababu kufa kupo. Utaposema bwana sitaweza kuchimba mazingira sawa, kwa sababu kuna mwingine hawezi kuchimba na kuna mwingine mtamlingia nani? Wakati kazi ishakuja na harakati ndo kama hivyo. Uelewi. Unabidi unaenda tu fresh, japokuwa wazee washasemaga bwana kujengea makaburi, kuchimba kuna nuksi fulani unazipata na hivi, ila sasa kihali utafanyaje? Ngoja nikuulize, ukiwa unachimba manake inatokea kwenye swali langu lile la kwamba bwana makaburi haya hayajai, ni jambo la kawaida kiasi gani kukutana na mwili mwingine?
kwenye mchakato wa kuchimba kaburi jipya. Ni kitu ambacho kinatokea mara kwa mara sana. Ukikutana na mwili pale unaufanyaje? Unaweza ukachimba ukakutana na sehemu unajua kabisa hapa ni kaburi, kwa sababu viwanja vya makaburi vinauzwa na wenyewe. Sijui unalifahamu, kama kuna bado tunaenda kuzikia sehemu fulani pale kuna uongozi lazima ukute wa makaburi atakulengesha bwana, hebu angalia sehemu hii hapa hii kidogo ila usiende sana huku unaweza umeona. Sasa anapokuambia usiende, kweli usiende, kwa sababu yeye mwenyewe anafahamu kuna kipi na kipi. Kwa hiyo unaweza kukuta siku bwana kweli mnanileo sanda kama sanda unakuta muda mwingine inawahi kuoza. Ila mifupa uongo zambi ipo miaka na miaka. Kwa mnakutana nayo sana. Kutana nao, unaweza kukuta kiganja, unaweza kukuta labda fuvu la kichwa. Kinachotakiwa sio unatupa kiolela. Unavichukua vile, unavikusanya, pia unavistiri katika sehemu yake katika mazingira yale. Sasa unafanyaje? Unachimba pale pale pembeni, au unaweza ukachimba sehemu nyingine mbali kidogo, lakini kwenye eneo la makaburi sasa unaenda kuiweka. Nakupa sisi yani kwa sababu tupo sisi makaburini, hakuna mtu mwingine anayewaona. Kwa hiyo tunajua tunafanya miundo mbinu gani mnaji yale mazingira yapite na mwingine aje, maisha yaendelee. Lakini bwana, changamoto kama hizo zipo, hata unakuta muda mwingine kwenye na asilimia kubwa kwenye makaburi ya Kiislamu, kwa sababu makaburi ya Kiislamu wanaojengea ni wachache. Umeona bwana, sana unakuta mtu anaika shahidi kule shahidi huku. Sasa mtu kashakuja kutaka kwa kiwanja, nafasi imejaa, kama unavyojisemea, miaka nenda miaka rudi, makaburi yale miaka vile vile na watu wanaisha kweli, lakini unakuta sehemu hazijai. Umeona, kwa unakuta kaburi moja linaweza likapandwa hata watoto 6, 7, hata 10. Ila inategemea miaka na miaka, kwa sababu nyama hizi zinapotea. Wewe Ali, unachotuambia ni kwamba nyie bwana, huwa manake tunapoona bwana hilo swali wanapojiuliza watu wengi kwamba bwana makaburi hayajai, inawezekana ni swali la msingi, na nyie mkichimba manake kweli mkikutana na namna gani vipi mnahamisha. Kwa hiyo mkihamisha kule, manake mnapohamisha kupeleka kule mchimbi kama kaburi, mnachimba tu kama shimo. Tunachimba kama shimo. Kashimo kadogo ambacho inaweza kufika hata kama miguu fulani. Ukananiliu kaisha pale kama urefu wa miguu. Funika kombe mwanadamu apite. Ushachukua chenu. Wao mnaondoka. Kwa hiyo mkarudi huku mkachimba mkamaliza mkakabidhi kwa mteja. Bwana, umeona mavazi bwana limetosha bwana, fresh. Haya. Wakija wanaendelea na mambo yao mengine. Wao ushachukua chenu au nasubiri watu wakishafukia, maana majembe lazima watu mpaka kishamaliza. Kishamaliza mnachukua vifaa vyenu. Jamani, asanteni, haya shukrani, chakula chenu, mnaondoka. Kama mpo 2 watatu, bwana shika 30. Mimi mkubwa wa kazi, unachukua chako. Nachukua changu. Na inawezekana hali nikiangalia kwa sababu kule mnapokwenda kuhifadhi ile mifupa, ndio pale manake amchimbi kama kaburi, mnachimba tu kama kashimo fulani. Manake kuna uwezekano mkubwa ni kwamba akija mtu mwingine pale, yeye analitambua kama eneo ambalo labda halina kaburi. Kwa hiyo manake lazima akichimba pale anakutana na ile mifupa mlioweka nyie. Tuliweka si. Kwa hiyo inawezekana anaibeba tena anaipeleka sehemu nyingine. Hivyo kama nilivyokuwa nimefanya mimi. Kwa hiyo sasa inategemea kama kazi nilichukuaga mimi na nikajua kabisa eneo lile nilifanya jambo fulani. Kwa hiyo nakutana nayo tena. Kwa hiyo ni changamoto ile, kwa sababu uwezo ukachukua ukasema labda ukatupa mbali na eneo lile, inakuwa kidogo ni mtihani. Na ndio maana unakuta kimfano mtu amefariki labda Dar es Salaam, amezikwa, lakini kutokana na hali ya uchumi ameshindwa kusafirishwa. Umeona, kazikwa pale. Ndio inawezekana inaswi kaitwa shehe, kasomewa mtani bwana hivi na hivi nini, ukafika pale kwenye lile kaburi lake, ukachukua mazingira kama udongo wa pale sijui nini, unamhamisha. Umeona bwana, nahamisha unapeleka sehemu labda kama kijijini kwao nini pale. Na ndio maana unakuta watu wengi wanaona kuzika bora waende nyumbani vijijini, kutokana na huku ghasia kama hizo. Kwa sababu leo unaweza ukasema ndugu yako na mlaza hapa, kesho ukaenda kukuta ile sehemu haipo yeye pale, ila kichwa chako unajua kabisa hapa ndipo nilipomweka hapa mzee wangu. Ukakuta watu wamemtoa, unakuta jina lingine, unakuta mtu mwingine kashajenga.